yale ya mbinguni. Na utagundua kwamba ikiwa tunadhihirisha tabia ya Yesu hapa duniani ikianzia nyumbani, basi tunashangiliwa na kukubaliwa kwa kuona nyumba ya kupendeza katika makao ambayo Yesu ameenda kutuandalia. Hebu yale yote yaliyo mazuri katika makao yetu ya duniani yatukumbushe tu kwamba sisi ni wana wa mfalme. Na mwandishi anaendelea kusema hapo, upendo na huruma ambazo Mungu amezipanda katika nafsi yetu zitapata matumizi ya kweli na matamu zaidi, ushirika safi na viumbe watakatifu, maisha ya kijamii yenye uwiano pamoja na malaika waliobarikiwa. Basi haya kwa furaha isiyoelezeka tutaingia katika furaha na hekima ya viumbe wasioanguka. Nimalizie kwa kusema hivi: ni fursa ya wazazi kwenda na watoto wao pamoja nao katika malango ya mji wa Mungu, wakisema, nimejaribu kuwafundisha watoto wangu kumpenda Bwana, kufanya mapenzi yake na kumtukuza kwa wao milango itafunguliwa wazi na wazazi na watoto wataingia ndani. Ndiyo maana wimbo ni upendao sana asubuhi ya leo, kabla tujaingia katika magoti, unasema kwamba Yesu anatupenda, na kwa sababu hiyo upendo tuukuze katika familia zetu hapa duniani tunapojiandaa na makao ya mbinguni. Tafakari maneno haya pamoja na wimbo huu, alafu tutaingia katika maombi. Nipenda ni kweli, Mungu anena hili, sisi wote watoto kutupenda si zito. Yesu Mwokozi kupenda kweli, kupenda Mungu amesema. Kwa kupenda akafa, kwa ajili yako na mimi, na baada ya maisha haya kwake atatupeleka. Yesu Mwokozi ananipenda kweli, upenda Mungu amesema.
Haleluya. Basi ni wasii tuweze kusimama tuweze kuomba. Baba wa mbinguni, asubuhi ya leo tena umetukumbusha juu ya makao ambayo umetuandalia, na kwamba malango yatafunguka siku moja kwa sababu tu tumeishi maisha ambayo ulitamani tuweze kuishi. Na kwa kudhihirisha hilo, upendo wako umedhihirisha kwamba ulikuja ukafa, na kwa sababu ya upendo huo tunadumu kuita jina lako, kwa sababu wewe ndiye Aba. Asubuhi ya leo watoto wako tumekuja katika siku nyingine tena, tukiyaweka na kuyasalimisha maisha yetu mbele yako, tukiamini kwamba katika mianzo hii utatembea pamoja na sisi, na mkono wako wa huruma utakuwa juu yetu katika wiki hii nzima. Asubuhi ya leo mtoto wako na mtumishi wako mchungaji Chiragi atasimama tena. Umempatia neno la kuweza kutuponya wale ambao tuko hapa, lakini ambao wanatufuatilia katika mitandao. Baba wa mbinguni, atakaposimama aseme mara moja na sisi tusikie mara mbili, na hatimaye tutakapotazama nyuma baada ya ibada ya asubuhi ya leo tuseme imekuwa ni heri kuanza pamoja na wewe. Hili ndilo ombi letu la shukrani, tukiamini utakuwa pamoja na sote tulioko hapa na mtandaoni, na tukiamini kwamba hata watakaosikiliza baada ya hapa neno hili litakuwa ni uponyaji. Tunaomba tukiamini ni katika jina la Yesu aliye Mwokozi wetu, amen. Basi mimi naitwa Ezekieli, na nayefuata sasa si mwingine ni mchungaji Chiragi, ambaye Bwana atanena kupitia midomo yake. Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Habarini za asubuhi. Nina furaha na namshukuru Mungu kutupatia neema ya asubuhi hii ya leo tena kupata tafakari hiyo ya kesha la asubuhi, lakini pia kuwa na tafakari nzuri ya maarifa ya neno lake, alafu na kurejea madhabahuni kwa njia ya maombi. Hivyo wale mnaoendelea kutufuatilia online, Mungu na wabariki sana, kwa sababu yale ambayo yanakwenda kufanyika sasa ni yale ambayo yatajaza ufahamu, maarifa na kukusogeza karibu na Kristo, kukuandaa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Na kwa sababu tayari mtumishi wa Mungu amekwisha kutupatia ombi, mimi nitaendelea hapa ambako ameishia. Na Mungu akubariki sana kwa kutuongoza katika kesha hilo la asubuhi. Asante sana. Jumamosi tulianza na series ya kutafakari ile amri ya 4 ya Biblia inayosema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Na siku ya Jumamosi tuliongelea kipengele cha uitakase, na tukasema katika siku 6 iko moja iliyotakaswa, na katika hiyo wanadamu wote duniani wamealikwa ili kutakaswa katika siku hiyo, na hakuna siku nyingine Mungu aliyoitenga ili kuwatakasa wanadamu isipokuwa ni siku hiyo moja ya siku ya Sabato. Na ndiyo maana anaalika dunia nzima, Mungu anaalika dunia nzima, kila aitwaye mwanadamu. Na ndio yanakuja yale mafungu kule mbele unayoyafahamu kwamba Sabato haikufanywa kwa ajili, ilifanywa kwa ajili ya nani? Yetu sisi wanadamu, ili tutakaswe. Mmiliki wa Sabato ni Mungu, ameiweka ili sisi wanadamu tupate nafasi ya kutakaswa. Napozungumzia wanadamu, ninazungumzia makabila yote ya wanadamu, lugha zote za wanadamu, jamii na jamaa zote za wanadamu. Tuna siku moja tunayotakaswa duniani, na si nyingine, ni siku ya Sabato. Ndio tuliangalia hivyo siku ya Jumamosi. Hivyo nikasema unapokuja siku ya Sabato kanisani kumwabudu Mungu, hakikisha unakutana
na kusudi la Sabato ambalo Bwana amelianzisha chini ya jua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama utakuja kanisani siku ya Sabato ukaondoka hujatakaswa, wewe hujahudhuria Sabato hiyo. Ndio tulisema maneno ya namna hiyo, hujahudhuria Sabato hiyo, imekupita, kwa sababu kazi ya Sabato haijakamilishwa kwako. Ni sawa na mtu anayepeleka gari gereji kwa mafundi wakalitengeneze ili likitoka liwe limetengenezwa vizuri, linaweza kutembea tena vizuri, na anapeleka gereji, analipa na pesa, ananunua na spare, alafu yule fundi hafanyi kama ambavyo alipaswa kufanya katika gari hiyo. Ni kweli ataondoka akisema ametoka gereji, lakini ameondoka akiwa mbovu vile vile kama alivyoingia. Sabato iliwekwa kwa ajili yetu, na Mungu ana makusudi ya kushughulika na maisha ya kila mmoja wetu. Leo nataka niingie kwenye kipengele kingine cha pili kwa haraka sana. Ukisoma fungu la 11 la kile kitabu cha Mwanzo, unaweza usilione hapo kwenye PowerPoint, kama yule anayetusaidia cooperate anaweza asiliweke, kwa sababu sikumpatia aliweke hapo. Linasema, maana kwa siku sita, Kutoka 20 fungu la 11, maana kwa siku sita Bwana alizifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Tutaangalia kustarehe kwake ni nini huko, sio leo. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato, akaitakasa, akaibarikia. Mibaraka ya siku ya Sabato ndicho kipengele ambacho natamani asubuhi hii ya leo kukitafakari. Mibaraka ya siku ya Sabato. Kumbuka Jumamosi pia tuligusia jambo kwamba Sabato inaandaliwa, sio ajali. Ni lazima mwanadamu afanye maandalizi ya kuingia masaa 24 matakatifu ya Sabato. Sabato isikukute kana kwamba ni dharura, isikukute kana kwamba imekushtukiza, kwa sababu kuna mambo matakatifu yanayotendeka siku hiyo katika ulimwengu wa kiroho kwa ajili yako. Inakupasa kujiandaa. Na tulisema maandalizi tunayoyazungumzia sio ya chakula tu na nguo za kuvaa na viatu na nyumba iwe safi. Hayo ni mazuri, afanye kwa utukufu wa Mungu, lakini andaa moyo wako kukutana na nani? Na Bwana mtakasaji. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika sehemu ya maandalizi haya, sehemu ya utakaso, ukisha kamilika, umefanya maandalizi, umetakaswa, hatua inayofuata ni kupokea baraka. Na hizi baraka anazozitoa Bwana siku ya Sabato hazitolewi siku nyingine yeyote chini ya jua. Utasubiri Sabato ndio uzipokee. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu tunapishana na mibaraka, na ni kwa sababu tunakwenda kuiomba wakati tumechelewa kabisa. Nitakupatia kisa cha Yakobo na Esau dakika chache zijazo, lakini sikiliza ninaposoma maandiko haya. Lakini Mungu katika Kristo hakubariki siku nyingine yoyote. Anambarikia au anambariki mwanadamu kila siku, anatubariki. Si useme amina hapo. Lakini amebariki siku moja tu, nayo ni siku ya Sabato. Ziko baraka unazoweza kuzipokea katikati hapa ya juma. Kila siku anaweza kukubariki, pumzi ya uhai na mengine yote, lakini siku moja tu ndio iliyobarikiwa. Kwa hiyo mwanadamu ambaye tayari baraka za Mungu zimekaa juu yake, anapoifikia siku ya saba ambayo baraka inakaa juu yake, kuna baraka mbili, na zote mbili ni kwa ajili ya mwanadamu. Kwa hiyo siku ya Sabato ziko baraka ngapi? Mbili. Hutazipata siku nyingine yoyote mpendwa, utazipata siku ya Sabato. Na hivyo inawezekana katika siku ya saba ya juma kufurahia baraka ambayo haiwezi kufurahiwa siku nyingine yoyote, kwa sababu haipo. Ikiwa anayetusaidia kuprojekti slides hizi atasoma hapo, malizia kabisa, anasema
unaweza kuzifurahia baraka hizi mbili siku ya Sabato, kwa sababu siku nyingine hazipo. Hutakutana nazo kwa sababu hazipo, hazitolewi siku nyingine yoyote, hazipo. Najua Yakobo na Esau wanawakilisha kundi kubwa la watu tunaoishi katika ulimwengu wa leo. Mzee Isaka anamwambia Esau, kawinde, leta mawindo yako nitengenezee chakula kile ninachokipenda, nile nishibe nikubariki. Esau anatoka kwenda mawindoni. Mama anamwambia Yakobo, ingia zizini kachukue mwanambuzi, nitengeneze chakula vile anavyopenda baba yako, ale akubariki wewe. Yakobo anafanya kama mama yake alivyomwambia, anatengeneza chakula kizuri. Mama yake Yakobo anamvisha ngozi ya kondoo, anampa chakula mikononi mwa Yakobo. Yakobo anaingia kwa mzee Esau akidhani, mzee Isaka akidhani ni Esau ndiye anaingia. Sauti ni ya Yakobo, lakini mwili alipougusa ni wa Esau. Mzee Yakobo akala, mzee Isaka akala kwa furaha, akala akashiba, na alivyomaliza kushiba akamwambia, sogea hapa nikubariki. Unafahamu kisa hiki? Ndipo mzee Isaka akamimina baraka zote kwa Yakobo. Na Biblia inasema mara Yakobo anapotoka mbele ya mzee Isaka, Esau naye anaingia na chakula kitamu amekiandaa vile anavyopenda baba yake, akakipeleka. Na mara anapokipeleka anamwambia, nimekuja na chakula vile unavyofurahi. Anamwambia, mbona nimeshamaliza kula? Akamwambia, baba, umekula cha nani? Kwa sababu mimi ndio ninaingia na kuleta mawindo niliyotoka kuwinda kule mbali. Kisa hiki kinasema Esau akamwambia baba yake, baba, ninaomba na mimi unibariki. Hata kama umekula umeshiba, hukula nilicholeta mimi, lakini nakuomba unibariki. Kisa hiki kinasema mzee Isaka kwa masikitiko akamtazama Esau, hakuwa anaweza kumuona. Akamwambia, mwanangu, mibaraka yote nimeshaimwaga kwa ndugu yako Yakobo, sijabakisha hata mmoja. Esau akalia kwa uchungu, akamwambia, baba, hukuacha hata mmoja kwa ajili yangu. Akamwambia, basi upo mmoja, ndugu yako atakutawala wewe, utaishi kwa mawindo, utakuwa kama punda mwitu, utaishi huko na hivyo. Sasa hizo ukizisoma pale unaanza kujiuliza, hivi tena zile zilikuwa ni baraka au zilikuwa ni vitu gani? Nisikilize vizuri. Shetani ameuvuruga huu ulimwengu kwa makusudi kabisa, kwa sababu anajua hivi, hizi baraka zinazopatikana siku ya saba hutazipata kwingine kokote. Baraka alizozitoa mzee Isaka kwa Yakobo zisingeweza tena kutolewa kwa Esau. Siku ya saba imewekewa baraka ambazo wanaokuja siku ya kwanza ya juma au wanaotangulia siku ya sita kabla ya Sabato wanakusanyika kwenye kutaniko ambalo Mungu hakuliita. Sikiliza vizuri kwa makini, kwa sababu siku ya kwanza Mungu hakuliita kutaniko kwamba hilo ni takatifu, wala si kutaniko hilo analofanya kazi ya utakaso, sio kutaniko hilo analofanya kazi ya kubariki. Kwa hiyo kutaniko hilo halina mambo ya muhimu ndani yake, linapungua. Hilo kutaniko la siku ya kwanza ya juma au ni siku ya sita ya juma, makutaniko ambayo si ya siku ya saba yana mambo yanayopungua, na katika hayo yanayopungua ndiyo yanayoleta wokovu katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo mtu anayekuja kumwabudu Mungu siku ya kwanza ya juma, kuna baraka mbili za muhimu anazikosa, lakini anakosa pia utakaso. Wakati sisi tunaingia siku ya saba kumwabudu Mungu na tunakutana na hizi baraka, tunapotoka
wao wanaingia siku ya kwanza, wanaanza kumsihi Mungu kwamba Mungu, kwani leo siku ya kwanza huna mbaraka hata mmoja ulioubakiza, utubariki na sisi siku ya kwanza? Nataka nikwambie hivi, tangazo linasema haupo, kwa sababu hautolewi siku ya ngapi? Ya kwanza. Ninaongea na jamii kubwa inayosikiliza mtandaoni. Mungu akupe neema kufasiri maneno haya katika Roho Mtakatifu ndani ya nafsi yako, ili ujue uthamani na upekee kwa nini Bwana ametupatia siku ya saba. Na ukifahamu hivyo, hutafanya mchezo. Baraka hizi mbili ni zipi? Baraka zitokanazo na sabato ni zipi? Baraka iliwekwa siku ya saba. Kusudi la baraka za Mungu ni nini? Mungu akiisha kumfufua mwanaye Yesu, alimtuma kwenu ninyi kwanza ili awabariki kwa kumwepusha kila mmoja wenu na maovu yake. Matendo sura ya 3 fungu la 26. Baraka za Mungu haziwekwi juu ya mwanadamu kwa kuwa mwanadamu ni mwema. Bali baraka za Mungu huwekwa juu yake ili kumfanya mwanadamu kuwa mwema. Ni kumfanya aache maovu yake. Kumbe mibaraka hii miwili imelenga kabisa kumfanya mwanadamu aache maovu. Sikiliza. Sasa sabato imekusudiwa kuwa jambo hilo hilo, kwa sababu sabato ni ukumbusho wa uweza wa Mungu katika Kristo, na ni uweza wa Mungu katika Kristo unaookoa kutoka dhambini. Naomba nirudie tena, sabato ni uweza wa Mungu utendao kazi siku hiyo ya kutuokoa kutoka wapi? Na hutakutana na uweza huo siku nyingine yoyote. Kwa hiyo baraka ya sabato ni baraka ya kugeuzwa mbali na maovu yetu, tunapokumbushwa uweza mkuu wa Mungu ulio ndani ya Yesu Kristo na kuokoa kutoka katika dhambi. Hiyo ni kusema baraka ya sabato ni baraka ya utakaso. Baraka ya sabato ni baraka ya utakaso. Baraka ya sabato namba moja ni baraka ya nini? Utakaso. Baraka hizi mbili hutazipata siku nyingine. Anasema Mungu anaposema akaibariki, mmoja wa mbaraka nao utoa ni utakaso. Huu mtakaso ni mchakato na una mambo makubwa matatu ndani yake. Angalia. Je, kuna yeyote anayeweza kuishika sabato ya Mungu ya Bwana wetu Yesu Kristo kikweli kweli isipokuwa awe mtu aliyeongoka? Kibinadamu sisi wote tuliyekaa hapa, hakuna anayeweza kuishika sabato ya Mungu isipokuwa amefanya nini? Kwanza ameongoka, kwa sababu sabato ni takatifu. Yanayofanyika pale ni matakatifu, yanahitaji moyo ulioongoka hasa. Hata kwenu ninaleta wito, ni lazima Mungu afanye jambo jipya la uongofu ili wewe uweze kuishika sabato, na yale makusudi ya kupewa sabato sisi wanadamu yatendeke katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Angalia, anasema haiwezekani mtu kuishika sabato kama hajaongoka kweli kweli. Unaweza ukawa na utashi wa maarifa ya kuihubiri, kuisifia, kuisema ndio siku ya Bwana na kuifanyia mambo mengi kabisa, lakini kuishika mpaka umeongoka. Angalia, ni mtu aliyeongoka tu ndiye anayeweza kushika sabato, kwa sababu sabato ni baraka ya uongofu. Katika ule mchakato wa utakaso kuna hatua ya kwanza inayoitwa kufanya nini? Kwanza uongofu. Shika hiyo. Alafu ni baraka ya uwezo wa ukombozi. Kumbe katika mchakato wa utakaso kuna ukombozi ndani yake. Shika mambo hayo, na baraka ya utakaso inakamilika. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Angalia, na ni mtu
yupi pekee anayeweza kushika sabato ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, ambaye ndani yake uwezo wa uumbaji umefanya kazi, ili sabato iwe kwake ishara, ukumbusho wa uweza mkuu wa Mungu utendao kazi ndani yake, ili kumfanya aache maovu yake. Ni ishara ya uweza mkuu wa Mungu utendao kazi kwa ajili ya Yesu Kristo kumwokoa na dhambi. Ni hivyo, ni wazi kwamba hakuna mtu ambaye hajaongoka awezaye kuishika sabato. Christ and the Sabbath, ukurasa ule wa 16, paragrafu ile ya kwanza. Ndipo anavyotuambia namna hiyo. Uongofu ndio chanzo cha mbaraka wa sabato. Uko mbaraka wa pili. Nimesema uko mbaraka wa ngapi? Wa pili. Wapendwa, mbaraka huu wa pili hutaupata siku nyingine, utaupata siku ya sabato. Na hautaupata siku nyingine pia, mara nyingine huwa unatolewa katika kutaniko aliloliitisha Bwana. Roho ya unabii inasema hivi: Roho Mtakatifu humwagwa siku ya sabato. Ninajua kuna kutaniko la makambi ambalo pia kuna tangazo la kumwagwa kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yule anayekuja siku ya kwanza ya juma akidai mbaraka wa kujaziwa Roho Mtakatifu, anasema utaomba, lakini mvua ya masika itakapokuwa ikinyesha hunyeshewi. Nilipojifunza habari za sabato na package inayobeba siku ya sabato, ninashawishika kusema kwenu ndani ya nafsi yangu kwamba Roho Mtakatifu, mvua ya masika, itawanyeshea waliotakaswa na itawanyeshea siku ya takatifu ya Bwana. Nina ushahidi wa kimaandiko, nina ujasiri wa kusema hivyo. Tunahubiri habari za kumwagwa kwa Roho Mtakatifu ndani ya hili kanisa, lakini kuna uhusiano mkubwa wa mbaraka wa utakaso unaofuatana na Roho Mtakatifu kumwagwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ikiwa unahitaji nguvu za Roho Mtakatifu, nataka nikutangazie tangu leo, Bwana anamwaga siku ya sabato. Na sikiliza kinachofanya kwa nini Bwana amwage Roho Mtakatifu siku ya sabato. Iko siri hapa. Mitume wakati wa Pentekoste walipotakaswa, ndipo walipopokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Na katika siku ya sabato, wale wote wanaotakaswa, uweza wa Bwana kwa njia ya Roho Mtakatifu ukaa juu yao. Bwana Yesu asifiwe. Kama umeelewa hapo sema amina. Kama umeelewa vizuri sema amina. Sasa ninahitaji tuingie kwenye maombi. Tusimame. Bwana, nisaidie kutambua kwamba uliweka sabato kwa ajili yangu, ili unibariki kwa baraka ya uongofu, ushindi dhidi ya dhambi, utakaso. Nipokee zawadi ya Roho Mtakatifu na kuhakikishiwa uzima wa milele. Bwana, nisaidie ili kila sabato nipokee baraka hizi mbili. Kila sabato upokee baraka hizi mbili. Katikati yetu ni kweli tumekuwa Waadventista wa sabato kwa muda mrefu. Wengine tumezaliwa ndani ya hili kanisa, wengine tumeyahubiri mahubiri haya, lakini hatujakutana na nguvu ya sabato, hatujakutana na mibaraka ya sabato. Maandalizi ya sabato yanafanywa kuanzia tunavyoongea hivi. Akili yako ianze kuifundisha kwamba muda si mrefu, siku chache zijazo, siku ile ya 7 inanipasa kukutana na Bwana Mungu wangu, huyu Bwana mtakasaji. Nikufafanulie kitu fulani alafu tuingie kwenye maombi. Wakati mnasogea hapa, sogeeni mbele hapa, tuingie kwenye maombi. Nikana kwamba
Yesu ameketi chumba cha maombezi, na katika siku ya 7 anashughulika na maisha ya mwanadamu tofauti na anavyoshughulika na siku nyingine yoyote. Niliwaambia kwamba katika siku ya 7, wapendwa, siku 6 mwanadamu alizopewa kufanya shughuli zake binafsi. Mwanadamu anaweza kuungama, anaweza kutubu, atasamehewa, lakini atasubiri siku ya Sabato afanyiwe utakaso. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jumamosi nitaendelea kukazia zaidi kitu fulani ambacho sitakisema leo katika mambo haya. Ni wangapi katikati yetu wanasema, Yesu, ujumbe huu ni kwa ajili yangu, nisaidie ili nifanye maandalizi sawa, niishi nikinufaika na mwaliko wa siku ya 7 kukutana na Mungu wetu katika ibada na kumwabudu, nikitakaswa na kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Ninaomba, ikiwa ni ombi lako, tuinamishe vichwa chini, tuombe kwa pamoja. Mungu wangu na Baba yetu uliye mbinguni, umetuita tena kutupa maarifa ya neno lako, na tumejua mibaraka itokanayo na Sabato mikubwa ni miwili ambayo haipatikani siku nyingine yoyote. Utakaso ambao huanza na mchakato wa uongofu kwanza, alafu tunapoongolewa tunakutana na ukombozi siku ya Sabato, na ndipo tunatakaswa. Lakini tunagundua kwamba mbaraka wa Roho Mtakatifu kama mvua ya masika, nguvu itolewayo kutoka mbinguni kwa ajili yetu ituwezeshe kusimama imara, pia nayo hupatikana katika siku ya kutaniko takatifu la Sabato. Sisi tusaidie ili baraka hizo zisitupite kila Sabato tunapokuja mahali hapa. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini, amen. Wala msiondoke, tutakuwa na muda wa kuomba tena, watu wawili. Hapo mahali ulipo, simama na rafiki yako mmoja. Mnaweza mkapiga magoti mahali kwenye kapeti, ni pazuri zaidi. Sogeni kwenye kapeti letu hili ili upate muda wa kuomba. Wawili. Na unapoingia kwenye maombi, fanya mambo haya: mshukuru Mungu kwa ufahamu anaokuletea juu ya habari ya Sabato takatifu. Mwambie Yesu asante. Namba 2, toba, usiache toba. Namba 3, unataka leo Mungu akufanyie nini? Leo unaweza kuwa na mambo makubwa ya baadaye sana, lakini leo hii unapoianza siku, kuna mambo gani ambayo unataka Mungu akufanyie? Wawili. Omba na rafiki yako, share naye, shirikiana naye kwa utukufu wa Bwana. Kila mmoja atakuwa na dakika 1.5 ya kuongea na Mungu. Karibuni sana. Yule ambaye hatapata mtu, njoo hapa juu, tutaomba pamoja. Sogea hapa.
kwa Bwana Yesu wanaojaribiwa, moyo wake mpole atawarehemu waliochoka sana, watapata raha. Saya sala iliyo heri waliochoka sana, watapata raha. Baba yetu, Mungu mwema na mtakatifu, mambo haya tunayoyatafakari asubuhi hii ya leo yamedumu kuwa katika karatasi kwa muda mrefu sana. Tangu kuumbwa ulimwengu huu, maarifa haya yamedumu kuwa katikati ya makaratasi uliotupatia kuyasoma na kuyafahamu maarifa haya, lakini hayajaingia bado katika mioyo ya watoto wako. Na ndio maana Sabato tumeifanya kuwa siku ya kawaida ya kufanya yatupendezayo, kunena yatupendezayo, kutenda yatupendezayo, tukaacha utakatifu wote ukimwagika chini. Watu wanaingia na kuondoka kama walivyokuja, wanakosa kukutana na kusudi uliloliweka katika mbaraka wa Sabato. Ninaomba Yesu katusamehe. Mambo haya tunayojifunza kutoka katika makaratasi uliotuachia kusoma yakawe ni sehemu ya maisha yetu kuanzia sasa na hata milele. Siku hii ya leo tunajikabidhi tena mikononi mwako. Tunamhitaji Roho Mtakatifu atuongoze hatua zetu. Tutakapokwenda katika shughuli zetu siku hii ya leo, tukutane na baraka za siku 6 kwa jina la Yesu. Fungua milango iliyofungwa, weka neema na mibaraka na mafanikio kwa kila atendaye kazi kwa bidii. Epusha majaribu yatakayowaangusha watu wako chini. Leta majaribu yatakayoimarisha imani zao na kuwasogeza karibu na uso wako. Bwana, damu yako iliyomwagika msalabani ikatakase watu wako na dhambi zao na uovu wao na makosa yao yaendelee kusamehewa kwa jina la Yesu. Shetani yuko kazini, atawajaribu katikati yetu apate kuwaangusha chini, kuwavunja moyo, kuwakatisha tamaa. Simama kwa kama mtetezi wetu, ukituokoa na kukatishwa tamaa na kuangushwa chini akutendako adui yetu Shetani. Yesu, hata sasa endelea kutusaidia. Mapepo na majini yasiwe na nafasi katika maisha ya watu wako siku hii ya leo na kuendelea. Walio na maradhi na magonjwa, nyosha mkono wako wa neema. Ikikupendeza, saa hii tunapodumu katika kuomba, mponye mtu fulani maradhi na magonjwa alionayo, ili ashuhudie muujiza utakaoutenda. Tupatie neema ya kuishi katika miujiza utakayoitenda katika juma hili. Mengine uyatende waziwazi tuyaone, ili tuwe na jambo la kushuhudia tunapokuja mbele zako kwamba Bwana, asante, hili umefanya. Nimeomba nikiwakabidhi watoto wako mikononi mwako. Wang'arizie nuru ya uso wako na kuwapa amani. Wajaze Roho wako Mtakatifu ukiongoza njia zao. Uwalinde na kutupatie neema ya kukutana jioni tena kwa ajili ya neno lako. Nimeomba ni katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Bwana Yesu atukuzwe kwa ibada hii ya leo. Tunawashukuru wote ambao mmefika katika ibada hii ya asubuhi. Mungu awabariki sana, lakini tunatambua wapo watu wengi ambao wametufuatia kwa njia ya mtandao. Mungu awabariki sana. Lakini pia wapo watu ambao wameomba kuombewa juu ya changamoto wanazopitia, akiwepo Sara Pati katika njia ya mtandao. Anasema amina, namshukuru Mungu kuniamsha salama. Naomba Mungu amponye mjukuu wangu ambaye amelazwa hospitali. Amina. Ombi hilo Mungu amesikia na atakusaidia. Niwakumbushe leo saa 11:30 tutakuwa hapa jioni kwa ajili ya ibada ya juma la maombi ya vijana. Niwaombe wote tufike, lakini pia ambao wametufuatia kwa njia ya mtandao, jiandaeni kubarikiwa pamoja nasi majira hayo. Mungu awe pamoja nanyi.